Sekta ya uvuvi imegawanyika katika sehemu mbalimbali. Kuna uvuvi wa kawaida ambapo wavuvi wanavua sehemu za baharini, mito na maziwa. Kwa sasa kuna uvuvi wa kisasa wa ufugaji wa samaki kwa kutumia vizimba. Uvuvi wa aina hii umeonekana katika miaka ya hivi karibuni kutokana na ukuaji na ongezeko la watu duniani. Nchini Tanzania mwaka 1961, wakati nchi yetu ikipata uhuru, tulikuwa watu wapatao milioni 9. Mpaka sasa mwaka 2025 tuko watu milioni 61. Lakini maji yetu tulionayo kwa maana ya eneo la bahari, mito na maziwa yameendelea kuwa yale yale. Hivyo kuendelea kupata samaki kwa wingi imekuwa changamoto, na mahitaji ya samaki nchini na duniani kwa ujumla yanaongezeka sana. Hata hivyo, kumekuwa na mabadiliko makubwa ya tabia nchi, ambapo mabadiliko haya hayajaathiri tu ardhini kwa maana ya uzalishaji wa chakula katika sekta ya kilimo, bali athari zinaenda mpaka kwenye maji, kuathiri uzalishaji wa mazao ya samaki. Hapo zamani kulikuwa na aina nyingi za samaki ambao kwa sasa wamepotea na hawapo tena. Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB imekuwa chachu katika kusaidia Watanzania na wadau mbalimbali ambao wako tayari kuanzisha au wanafanya biashara ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba. Katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kuzalisha samaki kwa ajili ya kusaidia Watanzania waweze kula samaki, kwa sababu samaki ni kati ya chakula ambacho kina protini kuliko samaki wengi zaidi, na wanasema kwamba samaki, unapokula samaki na kujenga protini, mojawapo ya kazi kubwa ni kutengeneza akili. Yani inatengeneza akili ile ya mwanadamu, intellect. Kwa hiyo tumekuwa tunajitahidi sana kwa kuwa wabunifu wa kuja na miradi mbalimbali katika ufugaji wa samaki kwa kutumia njia ya vizimba. Sasa kuna mradi ambao ninakwenda kuongelea, ni mradi wa Tilapia ambao uko eneo la Kingani pale Bagamoyo. Huu ni mradi ambao Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB umeutolea fedha au umeufadhili. Umetoa fedha kwa njia ya mkopo jumla ya shilingi bilioni 2.46 ambazo zimekwenda kutengeneza system ambayo ukiiona kwa kweli ni kati ya miradi ambayo unaweza kusema ni miradi bora zaidi ya ufugaji wa njia ya samaki kwa kutumia vizimba kwenye ukanda wa kwetu wa Afrika, yani Sub-Sahara Africa. Ni watafiti walikuwa au watu walioko katika haya mambo ya ufugaji wa samaki, yani aquaculture, wanatuambia mradi kama huo mwingine huko nchini Misri. Kwa hiyo kwa Afrika wanaona kama ni miradi miwili tu ambao huu Tilapia na hule. Kwa nini? Kwa sababu ni mradi ambao umetengenezwa wa kisasa. Wanasema wanatumia system inaitwa raceway systems, ambazo maji yanakuwa yanazunguka na oxygen inakwenda, na yenyewe inasababisha uzalishaji wa samaki wanakuwa wengi zaidi, lakini wanakuwa samaki bora hata ukuaji wake. Sasa pale katika mradi huu tunaona ni mradi ambao kwa sasa unazalisha takriban metric tons za samaki 35 metric tons kwa mwezi. Na ukiachana tu na uzalishaji wa samaki ambao sasa ndio wao wanaosema wanauza tani metric tons kwa mwezi, lakini pia wanazalisha vifaranga. Kumekuwa na shida kubwa Tanzania. Tulipoanza kwenye mradi huu tukawaambia kwamba mnaonaje, kwa sababu tumetengeneza mradi huu wa kisasa, tuwe tu na component nyingine ya uzalishaji wa vifaranga. Kwa hiyo wanazalisha pale vifaranga ambapo kwa mwezi wanazalisha vifaranga takriban 1,800,000 ambao wanavitumia wao wenyewe, lakini pia wanauzia wafugaji wengine ili waweze kuvitumia vile vifaranga kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanazalisha samaki kwa njia ya vizimba. Tilapia ni kampuni ambayo inajihusisha katika ufugaji wa samaki na uzalishaji wa vifaranga vya samaki kwa kutumia teknolojia ya kisasa zaidi katika eneo dogo kwa uzalishaji mkubwa, na unaweza kufuga kwa muda mfupi sana, na ni teknolojia ambayo ni rafiki wa mazingira. Na kwa kutumia teknolojia hii unaweza kutumia maji yake ambayo umeyaingiza kwenye mabwawa kwa muda wa miaka zaidi ya 5 bila ya kuyabadilisha. Mradi wa Tilapia ulianza kama wazo na tulikaa na wateja wenye mradi tukalielewa wazo lao,
na wakati wanaanza kama wazo kuna kiwango ambacho ilikuwa imefanya kwa kidogo sana, kwa maana kupata kwanza eneo lenyewe kama wazalishaji. Kwa sababu moja ya sifa ambazo tunaziangalia tukuwezeshe, lazima uwe na eneo la uzalishaji. Walishakuwa nalo na walikuwa na wazo la kufanya mradi mkubwa ambao unatumia teknolojia ya kisasa. Kwa sisi tulipokea kama wazo na tukaangalia namna ya kitaalamu ambayo tunaweza tukawasaidia kupitia huduma ambazo tunazitoa. Kwa msingi ilianza kama wazo na sisi benki tulipata taarifa kusikiliza, kwa sababu tuliona ni wazi kwamba tukiufanya ungekuwa ni mradi ambao unatija kwa wao wenyewe na kwa wazo. Mradi huu wa tilapia unapatikana mkoa wa Pwani katika wilaya ya Bagamoyo, takriban kilomita 5 kutoka barabara kuu ambayo inaenda Msata. Kampuni hii ilianza maandalizi mnamo mwaka 2018 kwa uandaji wa vifaa. Mwaka 2020 shughuli ya ujenzi ilianza pamoja na upandikizaji wa samaki, na mwishoni wa mwaka huo huo tilapia ilianza kuvua samaki aina ya sato na kuanza kuuza. Mradi au kampuni imepitia hatua mbalimbali kwenye sekta hii. Wengi wanafahamu kwamba ni sekta ambayo inakuwa na ina safari ndefu. Kwa hiyo tilapia imekuwa katika safari hiyo ndefu ya kuanza, kwa sababu sekta hii ukilinganisha na nchi zingine zinatuzunguka za maziwa makuu, tulikuwa bado hatujajikita zaidi katika hii tasnia ya ufugaji wa samaki. Kwa tilapia imeanza katika kipindi ambacho hii sekta ndio inakuwa. Kwa sekta kitaifa na tilapia zinakuwa kwa pamoja. Safari ni ngumu kidogo, hasa katika uwekezaji, kwa sababu sekta hii ilikuwa bado haijaaminika kwa taasisi za kifedha, kwa sababu ya wanasema wenyewe kwamba riski ambazo zinazoambatana na uwekezaji katika sekta ya ufugaji wa samaki. Kwa hiyo mwanzo ilikuwa kwa kweli kwa tilapia ilikuwa ni mgumu. TIDB walipofika hapa wakaangalia mradi, wakafanya tathmini, wakaona kwamba TIDB inaweza ikaweka pesa zake hapa. Kwa hiyo wakatupa pesa za seed money wanazungumza wao, ambayo ilituwezesha kununua vifaa hivi ambavyo mnaviona vinaendesha huu mradi. Ni mradi wa aina yake wa SADC, kwa sababu unatumia teknolojia ambayo ni rafiki kimazingira, unatumia teknolojia ambayo uzalishaji wake unakuwa ni mkubwa kwa kutumia eneo dogo. Katika zama hizi za mabadiliko ya tabia nchi, kwa lazima utumie teknolojia ambayo haitaleta ushindani wa matumizi ya maji, ukizingatia kwamba tunatumia maji kutoka mto Ruvu, ambapo huo mto Ruvu unategemewa pia katika sekta ya kilimo. Kwa hiyo kwa teknolojia hii inasema kwamba ni rafiki wa mazingira, kwa sababu inaruhusu hata ukuaji wa sekta zingine, sekta mifugo na sekta ya kilimo. Kwa tunaweza tukakaa kwa pamoja, kila sekta ikakua. Na ndio maana sisi kama tilapia tuliona kwamba tuendane na hii teknolojia, kwa sababu tulikuwa tunaangalia, tuna maono ya miaka 50 ijayo ambapo maji yanaweza kuwa shida na maeneo yakawa ya shida. Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania imekuwa ikiwezesha miradi mingi ya kimkakati ya kilimo, mifugo na uvuvi, ukiwemo mradi huu wa tilapia, mradi wa ufugaji wa samaki aina ya sato hapa katika wilaya ya Bagamoyo uliofadhiliwa na TADB. Katika mikopo ya aina hii, TADB inakuwa ikitoa mafunzo mbalimbali kwa wadau wa kilimo, mifugo na uvuvi kabla na baada ya kupata mikopo. Idara ya biashara inahusika na masuala 4 tofauti.
Kwanza kabisa tunatoa mikopo ya moja kwa moja kwa wakulima, wafugaji na wavuvi. Cha pili huwa tunatoa dhamana kwa mabenki ya kibiashara. Cha tatu huwa tunafanya mafunzo, tuna unit ambayo inafanya mafunzo kwa wakulima wadogo, na cha nne tunafanya miradi ya kimkakati. Nikianza kuzungumzia kuhusu kutoa mikopo ya moja kwa moja. Tunatoa mikopo ya moja kwa moja kwa wakulima, wavuvi na wafugaji, kwa kwenda moja kwa moja kutembelea miradi yao, kuangalia kama wamejiunga kwenye vikundi. Tunaangalia kama wamejiunga kwenye vikundi, wanapata mikopo kutokana na mradi waliokuwa nao. Tunawapa ushauri jinsi gani tutauandaa ule mradi ili uweze kuwa unabenkika. Kwa hiyo huwa tunawapa mikopo moja kwa moja, yani kwenye kuwapa mtaji, kuwapa kwenye kujenga magala, kwenye vifaa vya kilimo, na kwenye miundo mbinu. Tukisema kwamba kuna miundo mbinu ambayo tunataka kujenga kwenye shamba, huwa pia tunatoa mikopo kwenye maeneo hayo moja kwa moja. Lakini kwenye eneo la pili ambao tumezungumzia, ambao tunatoa dhamana kwa kupitia mabenki ya kibiashara, huwa tunaona kwamba wakulima wanapata changamoto kwenye kuwa na dhamana. Nchini wakulima wengi wako maeneo ambayo hayajapimwa, au kama yamepimwa eneo ni dogo sana kutokana na ile mkopo ambao anaitaka kutoka benki. Blue economy kwa maana ya uchumi wa buluu ni shughuli za kiuchumi zinazohusu matumizi bora ya rasilimali za bahari, mito, maziwa na vyanzo vingine vya maji kwa ajili ya kuimarisha au kukuza uchumi. Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania imeendelea kusaidia ukuaji wa uchumi wa buluu kwa kusaidia miradi mbalimbali inayokuza uchumi. Mradi huu tumeufanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunasapoti uchumi wa buluu. Unajua uchumi wa buluu naweza nikasema ni phenomenon mpya ambayo watu wengi walikuwa hawajui, lakini uchumi wa bluu ambayo pamoja na mambo mengine unahusisha swala la uvuvi, tumeona kwamba kuna fursa kubwa sana katika uchumi wa bluu, na ndio maana tukaamua kutoa support kwenye mradi kama huu ambao una support uchumi wa bluu katika nchi yetu. Na tumekuwa tukifanya miradi kama hii katika sehemu mbalimbali, si tu sehemu ambazo zina either maziwa au zina bahari, lakini unaweza kufanya kokote ambako hata hakuna ziwa au bahari, wakihakikisha kwamba unatengeneza system ya mabwawa ambayo yanaweza yakafuga samaki. Kwa hiyo ni njia mojawapo ya kuweza kupata samaki au kufuga samaki ambayo hauhitaji kuwa lazima uwe na ziwa, uwe na mto au uwe na bahari kuweza kufuga. Kwa hiyo kwa kweli uchumi wa bluu ni sekta ambayo sisi kama Benki ya Maendeleo ya Kilimo tunataka tuupushi kwa kiasi kikubwa sana uweze kusupport uchumi wa nchi yetu. Serikali kupitia Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB imekuwa kichocheo kikubwa cha ongezeko la uzalishaji katika sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi kupitia mikopo inayoitoa kwa wakulima wadogo, wakati na wakubwa, lakini kupitia mnyororo mzima wa thamani wa sekta ya kilimo kwa maana ya kilimo mazao, kilimo ufugaji na kilimo uvuvi. Wakulima, wafugaji na wavuvi wengi wamenufaika sana na mikopo inayotolewa na TADB. Lakini bado kuna ombwe la wakulima wengi na jamii kwa ujumla kukosa taarifa za faida hii ya uwepo wa Benki ya Maendeleo ya Kilimo. Kwa kutambua hali hiyo, Benki ya TADB iliandaa safari ya jopo la waandishi wa habari zaidi ya 40 ili waweze kutembelea mradi huu wa ufugaji wa samaki aina ya sato uliowezeshwa na TADB kwa kiwango kikubwa, ili wanahabari hawa waweze kuwa mabalozi na kuhabarisha umma na wakulima juu ya uwekezaji huu mkubwa unavyoweza kunufaisha Watanzania. Mradi wa Tanlapia ni mradi wenye mafanikio makubwa sana, hasa kwa wakazi wa maeneo jirani ya mradi katika wilaya ya Bagamoyo. Mafanikio ya mradi wa Tanlapia yapo mengi, lakini yako yale ambayo ni ya wazi kabisa yanaonekana. Kwanza kwa sababu ni mradi ambao ulianza kwa kupitia uwezeshaji wa Benki ya Maendeleo ya Kilimo, ni wazi kwamba mradi umetengeneza fursa za ajira. Hilo ni jambo ambalo lazima tulisemee. Mpaka sasa kuna ajira za takriban watu 116
Kati yao kuna kundi ambalo kawaida linasahaulika sana kwenye huduma za kifedha, kwa maana makundi ya vijana ambao mara nyingi hawana rasilimali ili kuweza kukopesheka, lakini pamoja na kina mama ambao wanaachwa sana kwenye shughuli za uzalishaji za kiuchumi, hasa za uvuvi au ufugaji wa samaki. Kwa hiyo kwenye watu 116 ambao wamepata ajira za moja kwa moja, 47 kati yao ni wanawake. Kwa hiyo ni faida ya kwanza kubwa ambayo sisi tumeiona kupitia uwezeshaji tuliofanya. Lakini pia kitaifa mradi una tija. Kama serikali sasa hivi kuna msisitizo mkubwa sana kwenye uchumi wa blue. Kwa kufanya huu mradi wa kimkakati, moja kwa moja umeenda kutekeleza malengo ya serikali kwenye hiyo sekta ya ufugaji wa samaki. Lakini pia kama nilivyosema mwanzo, kwa sababu imetengenezwa ajira, ni wazi kwamba watu wamepata vipato vyao hapo, hasa wakazi wa maeneo ya Bagamoyo. Taasisi ya TANLAPIA kiukweli ni taasisi rafiki na jamii. Uwepo wa taasisi ya TANLAPIA ndani ya kitongoji chetu imekuwa ni faraja kubwa, kwa sababu vijana wengi wanapata pale ajira, wanaendesha maisha yao. Lakini pia taasisi ya TANLAPIA, hakuna jambo la maendeleo linalofanyika ndani ya kitongoji cha Kimarang'ombe bila wao kushiriki. Taasisi ya TANLAPIA wametusaidia kukamilisha ujenzi wa zahanati, lakini pia tumejenga shule ya msingi wametusaidia, tumejenga sekondari wametusaidia, tukifungua mabarabara wanatusaidia. Kwa kweli tunashukuru kwa uwepo wa taasisi ya TANLAPIA ndani ya kitongoji chetu. Nchini Tanzania, mahitaji ya samaki aina ya sato wanaozalishwa hapa TANLAPIA ni takriban tani 300,000, na maeneo mengi nchini wanazalisha samaki wa aina hii, lakini kwa kiwango kidogo sana. Ndio maana mahitaji ya samaki yamekuwa makubwa sana hapa nchini. Tanzania watafiti wanatuambia kwamba tunahitaji matumizi ya samaki especially tilapia ambao ndio wanazalishwa hapa TANLAPIA ni takriban tani 300,000. Sasa tani 300,000 ukiangalia sehemu nyingi wanazalisha kidogo sana, lakini tunataka tuwapushe hawa wakizalisha angalau 1/3 ya mahitaji ya samaki tunayohitaji nchini, yatapunguza kidogo ile deficit. Na ndio maana unaona kwamba kumekuwepo na uhitaji mkubwa sana wa samaki. Watu wengi, vijana wengi, watoto wanaokuwa sasa hivi hawali samaki kama watu tulikuwa tunakula samaki. Na kama kweli watafiti wanaposema kwamba ulaji wa samaki unaweza kutengeneza akili za wanadamu wakawa na akili, ni lazima sisi kama Benki ya Maendeleo ambapo tunaangalia maendeleo ya watu, tuhakikishe kwamba watu wetu wanakula samaki kwa ajili ya kizazi kijacho cha kesho. Sije tukawa na kizazi ambacho hakina akili kwa sababu tu hakuweza kupata protini inayotokana na samaki. Na ndio maana tukaja na huu mpango wa kuhakikisha kwamba sasa tunakuwa na ufugaji wa vizimba wa samaki. Na huu ni mradi mkubwa, ni mzuri, na fikiri kwamba sisi kama Benki ya Maendeleo ya Kilimo tunataka tutoe mikopo katika miradi kama hii. Kwa hiyo ninawashukuru sana Watanzania, tuhakikishe kwamba Watanzania ambao wanataka kufanya ufugaji wa vizimba hii tuko tayari kwa support. Tumekuwa tunasupport mradi wa vizimba ambapo serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imetoa fedha kwa ajili ya kusupport vijana wanaofanya ufugaji wa vizimba katika maziwa. Hata tukaanza sana kule Ziwa Victoria. Vijana wale wamekuwa wakiona, na miradi hii tunawasaidia hawa vijana bila riba. Tunawapatia mikopo ya nafuu isiyokuwa na riba hata shilingi moja. Wao kazi yao tu ni kukopa, warejeshe ili vijana wenzao na wao waweze kukopa. Tuwatie heshima vijana ambao wanataka kujiingiza katika hii tasnia ya ufugaji wa samaki kupitia vizimba. Waje TADB, sisi tutawapatia mikopo ili waweze kukopa, na kwa ajili ya kuhakikisha kwamba licha ya kuongeza kipato chao, lakini pia wataongeza uzalishaji wa samaki ambao unahitajika kuliwa.